kweli. Habari za mdau mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa MWK, karibu moja kwa moja katika habari zetu. Na sasa tukielekea huko Mali, ambako ubalozi wa Marekani nchini Mali umewataka raia wa Marekani kuondoka mara moja, wakati huu mashambulio kutoka kwa wanajihadi wanaopambana na serikali inayoongozwa na jeshi la nchi hiyo yakiongezeka kila siku, hasa kwenye usafirishaji wa mafuta. Hata hivyo, tangu mwanzo wa mwezi Septemba mwaka huu, wapiganaji wanaohusishwa na Al-Qaeda wamelenga meli za mafuta, hasa zile zinazotoka Senegal na Ivory Coast, ambapo bidhaa nyingi zinazoagizwa kutoka Mali hupitia huko. Hata hivyo, wanajihadi hao kutoka kundi linalounga mkono Uislamu na Waislamu linalojulikana kama GNIM, hata hivyo limeonekana kutaka kuteka mji mkuu wa Bamako kwa kuongeza mashambulizi, hasa kwenye barabara zinazozunguka mji huo. Ubalozi wa Marekani ulisema katika taarifa kwenye tovuti yake kwamba raia wa Marekani wanapaswa kuondoka mara moja kwa kutumia usafiri wa anga za kibiashara, wakati huu hali ya usalama wa Bamako ikionekana kudhorora kabisa. Licha ya kusindikizwa na kupewa ulinzi na jeshi la Mali, meli za mafuta zimekuwa na mafanikio machache kufika Bamako, huku mengi ya malori haya yakichomwa moto, madereva na wanajeshi kuuawa au kutekwa nyara katika mashambulizi ya kuvizia ya wanajihadi. Mali imekuwa ikipambana na utovu wa usalama kwa zaidi ya miongo mmoja, unaochochewa na ghasia za wanajihadi wanaohusishwa na Al-Qaeda na kundi la Islamic State pamoja na wahalifu na magenge mengine. Hata hivyo, nchi hiyo ambayo pia ilipitia mapinduzi mnamo mwaka 2020 na mwaka 2021 na inayoongozwa na utawala wa kijeshi, imejitahidi kukabiliana na vikundi vyenye silaha bila mafanikio. Hii ni MWK. Kweli.